Majina yangu mimi naitwa Suleiman Mkuruzo, ila ni maarufu sana kwa jina la Ruzo Kaole. Tunaona jamii ambayo tunaishi nayo, mila na desturi pamoja na mazoea imekuwa ni kikwazo. Kwa sababu katika ngazi fulani watu wengi huwa tunawaamini watu wenye umri fulani, hasa kwa maeneo kama ya vijijini. Kwa hiyo ile hali inasababisha kijana kama kijana anaweza akawa na upeo mkubwa sana wa kusimamia jambo au kufanya maamuzi yenye kuleta tija, lakini anashindwa kupata hiyo nafasi kwa sababu watu wanaoaminiwa ni watu wenye umri fulani. Kwa hiyo hii hali inazika nguvu nyingi sana ya vijana kusubiri wazeeke, lakini uhalisia ni kwamba hata vijana wana uwezo, kama watapata nafasi ya kuaminiwa, wana uwezo wa kujiamini na kufanya vitu vikubwa zaidi kwenye jamii. Mimi nadhani ushauri wangu, bunge lipitishe sheria au liandae utaratibu utakaotoa uwiano na uwakilishi kwa vijana katika vyombo vya maamuzi, ngazi za kawaida kabisa za jamii mpaka za kitaifa. Naitwa Stanislaus Tobias, ni mkazi wa Dar es Salaam, lakini nachangia kwamba mila na desturi na mazoea ni vikwazo mojawapo kwa vijana katika kupata nafasi za uongozi katika nafasi mbalimbali kuanzia ngazi ya jamii, wilaya na taifa. Ni kweli, kwa sababu ukiangalia hata utaratibu wenyewe vijana ni kama utaratibu ambao wanaukuta katika maeneo mbalimbali, hasa katika nyanja za uongozi, ni kama ulishawekwa. Kwa sababu ukiangalia hata watu wenyewe ambao wapo kwa ajili ya kuwasimamia vijana, tukizungumza kwamba hata viongozi ambao unaweza kusema wapo kwenye sekta za vijana, unakuta ni wazee. Sasa wanatambuaje matatizo yanayowakabili vijana, au tunaweza kusema wanaweza wakawa hawapo moderated, yani hawajui ule usasa wa vijana nini ambacho wanakitaka. Kwa mfano zamani watu walikuwa wanafanya biashara zao kianalogia. Sasa hivi biashara nyingi zipo kidijitali. Kwa hiyo unaweza kukuta hata viongozi wenyewe kutokuwapa nafasi vijana au taratibu ambazo walishajiwekea kwamba labda mtu mzima au mtu mwenye umri fulani ndio anasimamia mambo ya vijana, ndio sababu mojawapo inayosababisha kwamba vijana wanakosa zile nafasi. Kwa hiyo mimi nakubaliana mila, desturi na mazoea ya kwamba watu wenye umri mkubwa ndio wanapewa nafasi, ndio mambo ambayo sasa hivi yanachukuliwa kama ni kikwazo mojawapo kwa vijana kuweza kufanya mambo mengi na hata taifa kuendelea kwa kiasi ambacho vijana wanataka taifa lao liwe, kwa sababu tunajua taifa linajengwa na vijana. Vijana ni taifa la leo, sio la kesho. Ina maana wao ndio wajenga nchi. Sasa unaposema kwamba kuna utaratibu ambao umewekwa kwa ajili ya wao kuweka kwenye masuala yao, wanawekwa watu ambao hawajui changamoto zao, bado inakuwa ni tatizo. Monica, mkazi wa Mburahati. Mila na desturi ni miongoni mwa vikwazo vinavyozuia vijana kupata nafasi ya uongozi kuanzia ngazi ya jamii, wilaya na taifa. Natamani bunge lipitishe sheria na utaratibu utakaotoa uwiano wa uhakika wa vijana katika vyombo vya ngazi ya jamii na taifa. Kwa mfano, viongozi wengi sana ni wazee, lakini unakuta mfano mtu labda ni mbunge ana miaka labda 57, 58, anashindwa kupisha kijana mwingine naye aingie kwenye ile nafasi ili naye aonyeshe uwezo wake wa kazi, amebaki anang'ang'ania pale. Kwa hiyo tunatamani hata ni angalau na vijana na sisi tunapata ile nafasi ya kuwa kwenye nafasi ya kuwa kwenye uongozi. Yaani mkiona mzee labda wewe umeshafanya kazi yako ni muda mrefu, umeshakaa kwenye uongozi muda mrefu, unaweza ukapisha kijana akaingia kwenye uongozi, akakaa kwenye hiyo nafasi na yeye aonyeshe uwezo wake wa kazi.